Ndio hizo baadhi ya lalama ambazo zilitolewa na wenyeji mapema jioni hii, hasa baada ya ajali hiyo kutokea. Kwingineko mtazamaji, kwa mara nyingine tena mfanyi biashara Ben Gedhi amejipata kwenye sakata mpya ya malipo kwa kampuni tofauti zinazohusishwa na yeye kwenye sakata hii, ikihusisha taasisi ya huduma ya vijana kwa taifa yani NYS na tume ya kupambana na maadili na ufisadi hapa nchini EACC. Sakata hiyo ya shilingi bilioni 6.2 inatokana na bidhaa tofauti ikiwemo vyakula, mafuta na hata mavazi inayodaiwa kuwasilishwa kwa NYS. Jinsi anavyoripoti mwanahabari Ian Keitani, utata umeibuka sasa baada ya tume ya kupambana na ufisadi EACC kuidhinisha baadhi ya malipo kwa kampuni zilizowasilisha bidhaa hizo kabla ya kutaka mahakama kusimamisha malipo hayo licha ya kudai kuwa uhakiki wa stakabadhi ulifanyika. Jina Ben Gedhi sio geni kwa Wakenya. Ni mwanabiashara aliyedaiwa kuhusika na sakata tofauti ikiwemo ile ya ufujaji wa bilioni 1.6 ya NYS mwaka 2015. Ila sasa sakata mpya ya bilioni 6.2 ya malipo kwa kampuni zinazohusishwa na Gedhi imeibua maswali chungu nzima. Fedha hizo zinadaiwa kuwa malipo ya uwasilishaji wa bidhaa tofauti ikiwemo vyakula, mavazi na mafuta. Malipo hayo ya bilioni 6.2 yanadaiwa kutekelezwa kati ya mwaka 2013 na 16, ila Jaji Lucy Njuguna wa mahakama ya juu Disemba mwaka 2024 alitoa agizo za fedha hizo kutolipwa, kwani ilibainika kuwa bidhaa hizo hazikuwasilishwa kwa NYS. Licha ya mahakama kutoa agizo hilo, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC Oktoba mwaka 2020 iliidhinisha malipo ya takriban bilioni 5.2 baada ya kuthibitisha kuwa baadhi ya bidhaa hizo ziliwasilishwa. Kulingana na ripoti iliyotiwa saini na afisa wa EACC Eva Washuka, tume hiyo iliidhinisha malipo hayo baada ya kuhakiki stakabadhi zote hitajika. Cha kushangaza ni kuwa baada ya kuidhinisha malipo hayo ya bilioni 5.3, tume hiyo ya EACC ilifika mahakamani tena ikitaka malipo hayo kusimamishwa licha ya kudai kuthibitisha kuwa bidhaa zinazodaiwa kuwasilishwa zilifika NYS. Sakata hii inaibua maswali chungu nzima kuhusiana na sio tu madai ya ufujaji wa fedha za umma kupitia malipo goshe kwenye taasisi ya huduma ya vijana kwa taifa NYS, bali pia uwezo wa EACC kwenye vita dhidi ya ufisadi nchini, kwani iweje tume hiyo ilifanya uhakiki wa kuidhinisha malipo kabla ya kubadili msimamo. Gedhi hapo awali amehusishwa na sakata tofauti nchini, mwanabiashara huyo mwenye thamani ya bilioni 3 akipinga madai yote ya ufujaji wa fedha. Mwaka wa 2012 Gedhi alihusishwa na madai ya udanganyifu wa malipo kutoka kwa tume ya uchaguzi IEBC ya milioni 147. Gedhi pamoja na mshukiwa mwenza Joyce Makena walipigwa faini ya milioni 8 baada ya kuongeza malipo kutoka milioni 115 hadi 147. Mwaka wa 2015 Gedhi alitajwa pakubwa kwenye sakata ya ufujaji wa bilioni 1.6 kwenye idara ya NYS. Mwaka wa 2019 mkurugenzi wa mashtaka ya umma wakati huo Keriako Tobiko aliidhinisha kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa Gedhi na wengine 10 kwa madai ya kuhusika na utakasaji wa fedha. Ila Gedhi alikana madai yote dhidi yake kabla ya mahakama kumuondolea lawama kwenye kesi hiyo ya ufujaji wa fedha za NYS kwa ukosefu wa ushahidi. Hii ni licha ya upande wa mashtaka kuwasilisha mashahidi takriban 50 mahakamani. Ian Keitani, KTN, Nairobi. Kwingineko, Rais William Ruto